Yes, hello. Habarini za asubuhi ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi mubaraka. Haya, sijui nimepatia, sijui nimekosea. Okay, leo hapa niko na story tatu, alafu nina tafakari moja. Ninatamani watu mnisikilize kwa makini kwenye story hizi tatu na hii tafakari moja, sitawachelewesha sana. Story ya kwanza niliwahi kukutana nayo mtandaoni. Bwana mmoja ambaye amewahi kuwa kwenye vikosi vya, nadhani ni FBI, yule alikuwa anajutia kitendo alichowahi kukifanya wakati wa mauaji ya Bob Marley. Jinsi alivyopewa kiatu kama zawadi, mpaka sindano ile ya sumu iliyokuwa ndani ya kiatu imesababishia kansa yule bwana hadi kufa. Alikuwa anajuta na kuomba msamaha kwa hicho alichokifanya. Hiyo ni story ya kwanza. Story ya pili ilikuwa ya bwana mmoja aliyetengeneza mabomu yaliyoteketeza miji miwili ya Hiroshima na Nagasaki huko Japani. Aliwahi kusikika akijuta kwamba ninajuta mimi kuwa sehemu ya mpango, ya mradi uliosababisha mauaji ya maelfu ya watu. Alikuwa anajutia hicho mpaka Wamarekani wakamletea shida, akalikimbia hadi taifa lake. Lakini story ya tatu imezungumziwa juzi tu hapa. Barack Obama anajuta. Anakuambia moja ya vitu anavyojutia ni pamoja na kumuua Muammar Gaddafi. Kwa hiyo unagundua wauaji wote hawa huwa kuna kipindi chao cha majuto. Tutoke huko, tuje kwenye tafakari. Kuna mwanamke mmoja au kuna wanawake miaka hiyo waliwahi kubeba ujauzito, wakafurahia sana kupata mimba zile, wakazitunza kwa miezi yote 9 kwa upendo. Ikafika siku ya kujifungua, wakaingia reba, wakajifungua kwa uchungu sana. Baada ya mtoto kutoka, wakatabasamu kukiona kiumbe kipya kimekuja duniani. Familia nzima ikafurahi kuona amepatikana mtoto wa kike au wa kiume, ikaaminika ni baraka. Lakini mtoto huyu amekuja kuwa sehemu ya kuondoa uhai wa watoto wenzake ambao inawezekana wengine alizaliwa nao tarehe moja, hospitali moja. Sasa tutafakari, huyu mama laiti angejua kiumbe alichokibeba tumboni ni muuaji, ni katili anayekuja kutoa roho za watu, huyu mama angefanya nini na ujauzito kipindi bado una mwezi mmoja? Asingekubali uishi. Sasa nataka ni waulize wauaji, hivi unakuwa kwenye hisia gani unapopeleka fimbo ya kwanza kwenye kichwa cha mwenzako, ukapeleka fimbo ya pili, ukapeleka upanga mpaka tone la mwisho, yani yule mtu anavuta pumzi yake ya mwisho mikononi mwako? Mnakuwa mnakahisia gani pale? Yani mnakuwa mnahisi nini? Alafu kuna yale mauaji yanatokea kwamba labda jamaa na yenyewe ni katili, linauawa huko kwenye mapambano, yenyewe ni katili, imesababisha mauaji ya watu wengine. Sawa, unaweza ukasema huyu hapa alikuwa anaua wenzake na yeye tumempiga risasi, tumemfanyaje hivyo. Sasa unapomkamata mtu ambaye hajui hata kutumia manati, silaha yake kubwa ni mdomo, ukampiga, damu ikatoka ikatiririka mpaka ukaukata uhai wake safi, yani ile pumzi ya mwisho mwenzako inatoka, wewe unakuwa kwenye hali gani? Sasa nataka nikuulize swali, wewe muuaji. Najua huwa mnapita mitandaoni, mama yako mzazi unavyompelekea pesa, unadhani siku akijua pesa unaoimpa ni kwa ajili ya kutoa roho ya mtu, atajisikia vipi? Je, mama yako anajua kwamba wewe ni muuaji? Baba yako anajua kwamba wewe ni muuaji? Mama yako anajua kuwa alizaa laana duniani?
inawezekana hajui. Jamani, jitafakarini sana mnaohusika na hivi vitu, jitafakarini sana. Hebu angalieni yule mnayekuwa mnamsulubu anavougulia maumivu, kuweni na uungu basi ndani yenu. Fikirieni kwamba huyu anavuta pumzi ya mwisho hapa mikononi mwangu. Labda niwaambieni kitu kimoja. Sasa hivi inawezekana ni vijana mnakula mapombe, mnavuta mabangi, mnafanya mauaji, hamuelewi. Lakini iko siku ya majuto. Amini nawaambia, iko siku ya majuto. Kama amejuta aliyemuua Bob Marley, amejuta aliyemuua nani, aliyewaua wa Japani, amejuta aliyemuua Gaddafi, iko siku utajuta. Iko siku utajuta. Leo fanya kila kitu unavyojisikia. Na kwa bahati mbaya sana, unapofanya mauaji ya mtu asiyekuwa na hatia, ile kitu itatafuna mpaka kizazi chako cha 14. Haya mateso na maumivu ambayo ameyahisi mtu uliotoa uhai wake leo, kuna siku sehemu ya damu yako ambayo aidha ni mtoto wako au mjukuu wako atayaonja tu. Yaani amini ninalolikwambia, kuna siku atayaonja. Sasa unaweza ukasema mimi niliagizwa tu. Ni kweli umeagizwa, lakini kuna namna ya kuwashauri wanaoagiza. Kuna namna, au nyewe wenyewe inabidi mfike sehemu muulize, wewe mbona umetutuma tunyonge huyu? Umetutuma tunyonge, mbona wanyonga wengi? Kwa sababu ile moja. Je, sababu hii inaathiri amani ya nchi kweli? Jamani, mimi sitaki kuamini kabisa kama hivi vitu vinafanywa na watu walioko kwenye dola. Sitaki kuamini. Naamini kuna wahuni wanafanya kuichafua dola. Lakini nani alisababisha hivi vitu viishi? Tuacheni hivi vitu jamani. Tuacheni. Yaani nimeona ile picha sio ile daktari naye katupwa kule. Jamani, nilishasema. Kuna vitu vitaanza kufanyika. Watu wataanza kuchinjana kwa visa vyao vya kijinga, wataisingizia serikali. Kwani serikali hamkemei kitu? Yaani kwa nini msisimame hata mara moja mkaburudisha mioyo ya Watanzania mkasema sasa tunaanza kulishughulikia hili swala na liishe? Kwa nini? Haya mambo mimi naombeni yaishi. Naombeni yaishi. Yaani kokote mliko, acheni hivi vitu. Mnaumiza mioyo ya watu sana. Afu kwa vitu vya kijinga sana. Yaani mtu akija kuangalia sababu za huyu kwa nini kafa, ni ujinga wa hatari ambao haupashwi kutoa hata roho ya mbuzi. Haupashwi kutoa hata roho ya mbuzi au ya kuku kwa sababu hizo. Acheni utoto. Hata kama ni mabangi mnavuta, mapombe mnakunywa, jamani, pana. Tanzania hatuna viumbe wa namna hii. Labda kuna sehemu wanakodiwa. Mimi siamini kabisa. Siamini kama kuna roho ya Mtanzania mmoja ina uwezo wa kutoa roho ya Mtanzania mwenzake kikatili hivyo. Naamini kuna sehemu wamekodiwa hao watu. Haiwezi ikafanywa na watoto wa Kitanzania waliozaliwa na wamama wa Kitanzania kwa uchungu. Hapana, roho hizo hamna. Sijawahi kutegemea kama zipo Tanzania. Niwatakieni sikukuu njema ya Eid. Mungu aendelee kuwalinda Watanzania wote. Mungu ailinde serikali yetu, Mungu alinde viongozi wetu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba ya mambo yaishi. Amen.